Kuelekea mchezo wa Yanga dhidi ya Fountain Gate ni mchezo ambao unatazamwa kuwa mzuri sana kwa mashabiki wadau wa soka, lakini pia hata Yanga kwa ujumla kwa namna ambavyo mchezo ulivyo kwa maana ya maamuzi yenyewe. Yanga kwa sasa wanachohitaji ni alama 3 katika kila mchezo. Kwa hiyo mchezo huu iwe jua au mvua, Yanga wanachohitaji ni kupata alama 3 muhimu. Na ukijaribu kutazama on paper unaweza ukaipa Yanga nafasi kubwa, kwa maana ya kwamba kwa sasa kuna tofauti ya alama 10 kati ya anayemuongoza, ama kwa maana ya Yanga kuna tofauti ya Yanga na Simba ambao wanafuatana, kuna tofauti ya alama 10 kwa maana ya 67 na 57. Kwa hiyo hilo linaongeza chachu ya kuendelea kufight kwa upande wa Yanga. Na kingine pia ambacho kinaongeza umuhimu mkubwa kwenye mchezo huo, Yanga wamebakiwa na michezo 4 nafikiri. Endapo watamaliza michezo yote 4 wakiwa wanamaliza michezo yao 4 ukitoa mchezo wa Kiporo ambapo huu haijulikani una mchezo lini. Kama watashinda yote, tafsiri yake ni kwamba huenda mapema sana wakawa wametangazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo mchezo ambao upo kwa sasa, mchezo dhidi ya Fountain Gate, ni mchezo muhimu. Watapambana kuhakikisha wanapata alama 3 wakiwa pale Kwara na mkoani Manyara pale Babati. Na kwa upande wa Fountain Gate hawako salama sana kwenye nafasi ile ya kubaki. Kwa hiyo na wenyewe wanahitaji kupambana kupata alama 3 muhimu. Wanahitaji kupambana angalau hata alama 1 waweze kuambulia. Unakumbuka Simba pale. Simba alipata tabu kubwa sana pale Tanzanite pale Babati. Na safari hii tena nafikiri watahitaji angalau waweze kupata alama 3 muhimu na kila kitu kiweze kwenda vizuri. Ukijaribu kufanya analysis za kina, unaweza ukaona kwamba Yanga na Fountain Gate ni vitu viwili tofauti in terms of quality. Yanga wana wachezaji ambao ni wazuri sana. Kwa mfano nikijaribu kuangalia mchezaji, tukianza tu golini, Yanga wana goalkeeper ambaye ni mzuri sana. Tunamzungumzia Diarra, ana save nyingi, mchezaji wa kimataifa, ni mchezaji ambaye anapambana kuhakikisha kwamba kila siku anataka kuweka rekodi mpya. Ukijaribu kuangalia pia line safu ya nyuma ya Yanga, unamkuta kuna mtu kama Baka, Job na wengine. Lakini pia ukija kwenye mstari wa katikati, unakuta kuna midfield wazuri sana. Mfano mmoja wapo kiwemo ni Aucho, moja ya midfield nzuri sana ambayo inajitambua nini uwanjani wanafanya. Lakini pia ukiachilia mbali safu ya ufungaji wa klabu ya Yanga iko vizuri sana. Tukianzia kwa mtu kama Mzinze, kijana mzawa, njoo kwa Azizi Ki, japo kuwa Pakome ana injury, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao ni wazuri. Kwa picha ya jumla, Yanga ni miongoni mwa timu ambayo kwa sasa ina safu imara ya ushambuliaji, lakini kwa ujumla ni miongoni mwa timu ambayo ni bora. Maana yake ni kwamba ukimtoa Yanga, maana yake unamuingiza pale Simba. Kwa hiyo kwa picha ya ujumla tunaweza kuona kwamba ni namna gani mchezo huu asilimia kubwa tunaweza kuihusisha matokeo kwa upande wa Yanga, hata kama wako ugenini. Lakini tunasema ndani ya dakika 90, hiyo ni taratibu za mpira wa miguu. Tuheshimu mpinzani, tucheze kwa mipango, kuhakikisha kwamba mwisho wa siku dakika 90 inaamua. Na lakini ukiangalia Fountain Gate ulipojaribu kuzungumza, ni anaingia kama underdog, lakini ndio muhanga mkubwa ambaye anahitaji mchezo huu kwa ajili ya kuweza kusalia kwenye ligi, kuweza kujiepusha na ile hasa huenda kucheza playoff au pengine kuweza kumaliza katika nafasi ambayo kulingana na timu sasa hivi hizi ndogo zimekuja kwa kasi. Labda yamkini huenda kwa kuhitaji mchezo sana, huu mchezo unaweza kuwa ni mgumu zaidi kwa Yanga. Mchezo kwanza, sasa hivi timu zote za ligi kuu nyingi sana ziko bora.
ziko bora katika tunasema scenario zile za kimpira wa miguu. Kwa mfano, lazima umheshimu opponent, lazima umheshimu mpinzani, hata kama unajua kwamba huyu ni mdogo au huyu ni mkubwa. Kwa hiyo ni kweli uliposema kwamba Fountain Gate kwa namna picha ilivyo inavyoonekana wanauhitaji mchezo huo. Kumbuka kitakacho kwenda kujiri katika mchezo huo ni viwango tu vitakwenda kuamua. Kwa mfano, lazima kipindi cha kwanza ile dakika 15 Fountain Gate wawe makini sana, kwa maana ya kwamba isipatikane goli la mapema. Yanga wanatumia kuna mfumo mmoja unaoitwa classic counter attack. Tafsiri yake ni nini classic counter attack? Idara zote za timu zinatimiza wajibu wake. Yaani Yanga wanaweza kukushambulia aidha kushoto, katikati, kulia. Kwa maana ya kwamba yani maeneo yote muhimu wanaweza kukuletea madhara. Kwa hiyo ili wasikuletea madhara, njia sahihi kwa Fountain Gate maana yake wanapaswa kucheza nyuma ya mpira, kuziba goli ili wasiweze kupata hasara, kupata goli la mapema. Kwa hiyo kwa picha halisi, tafsiri yake namna ambavyo naiona mchezo huu ulivyo, naiona discipline ya Fountain Gate kama itakuwa juu, wanaweza wakapata either matokeo ya sare au idadi ndogo ya kufungwa Fountain Gate. Lakini kusema kwamba huenda pengine Yanga akapoteza katika mchezo huu ni mgumu sana. Umeona umewahi jana, pengine wangekuja hata leo, lakini wamewahi kwenda kuangalia mazingira, wamewahi kwenda kuzoea mazingira, wamewahi kwenda kuweka mbinu zao vizuri, lakini pia kuhakikisha watu wa Manyara wanawaletea burudani, kwa maana ya kuwaamsha vijiwe kwa vijiwe ili Yanga uwanjani waweze kuwa wengi. Hizi timu zina faida. Simba na Yanga zina faida moja. Popote wanapofika wanajikuta wao ndio watawala. Wanajikuta wao ndio wanatawala ile atmosphere ya eneo husika. Wao ndio wanazungumzwa. Kwa hiyo kwenye eneo la shabiki wa 12 hawapati shida. Hata wale mashabiki ambao walikuwa wanawasapoti Fountain Gate pale Babati, kesho watabadilika. Mfano mzuri hata hapa Tabora uliuona. Uwanja wa Ali Hassan Mwinyi ulijazwa na kijani na njano kwa maana ya Yanga kwenye mchezo wa Yanga dhidi ya Tabora United, lakini hata siku ya Simba uwanja wa Ali Hassan Mwinyi ulikuwa mwekundu. Kwa nini? Hizi timu ni timu za urithi. Hizi timu nafikiri ni Mungu tu amewapa hizo nafasi, kwa maana kwamba wana support kubwa sana ya mashabiki. Fountain Gate nidhamu yao ndio itaweza kuwaokoa, either kupata ushindi, either kupunguza idadi ya matokeo au kupata sare. Lakini Fountain Gate kwa mechi za hivi karibuni, kitwa hii michezo mikubwa walizokutana nazo, unaona kwamba wanazidi kujiimarisha kuwa imara. Kwa nini sasa pengine kwenye prediction ya kuweza kuwapatia nafasi ya ushindi walau goli moja umeweza kuwatoa? Nimewatoa kwa sababu ya rekodi zilivyo. Kama wakati ligi inaanza, kama kumbukumbu ziko vizuri, walianza kuongoza Singida Black Star. Baadaye wakaja Fountain Gate namba 2. Lakini tangu kipindi hicho nafikiri ilikuwa ni kwenye Fountain Gate, Black Star nafikiri ilikuwa na alama kama 20, kama si 20, 19. Alafu then chini yake kulikuwa na Fountain Gate ambaye na 17, kitu kama hicho. Tangu siku hiyo upepo wao ukawa umekata. Wakajiokoa, lakini mwendelezo wao sio mzuri. Nafikiri ni kuna changamoto ndani ya kikosi cha Fountain Gate. Hicho ndicho ambacho kinawasumbua. Lakini kwa nini nimewatoa moja kwa moja kwa asilimia fulani? Yanga atakapopata sare au kupoteza mchezo wowote kati ya hizi 4 ambazo ziko mbele yao, kama sio 5, kitakacho kwenda kutokea ni moja. Maana yake Yanga hawataki kucheza ule mchezo wa kiporo. Kama watapata sare, maana yake watarudi kwenye ile kiporo. Na kama Simba, kwa sababu kumbuka
kama Simba atashinda viporo, kutakuwa na tofauti ya alama moja kati ya Yanga na Simba. Kwa hiyo Yanga hawataki kwenda kwenye njia ya kwenda kukutana. Wanataka wahakikishe mapema sana kwamba hawakwendi kwenye ule mchezo wa kiporo iwe isiwe. Jana nimesikia wakisema tunacheza hatuchezi. Wananchi wanaitika hatuchezi. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba wanatamani kila mchezo waweze kushinda. Wakati Simba anaendelea na mchezo wao wa shirikisho hatua nusu finali, mchezo wa kwanza leo na mchezo wa marudiano tarehe 27. Yaani wao wanataka wamalize michezo yao yote. Simba wanarudi huku kwamba Yanga wanasubiri tu pengine kutangazwa kuwa bingwa hata kwa ile alama moja ambayo ipo. Tafsiri yake ni kwamba kama watamaliza michezo yote bila kupoteza, maana yake itabaki alama moja na huku Simba akishinda. Kwa hiyo hawatakuwa wanahitaji ule mchezo wa dabi kama ambavyo wao wanasema. Na yamkini kwamba kwa michezo iliyoweza kusalia hii minne kutoa wa kesho, kuna probability yote kubwa ya Yanga kuweza kushinda hiyo michezo angalia na timu ambazo anaenda kukutana nazo. Ni kubwa. Nafasi ni kubwa ya Yanga kushinda michezo yake kwa sababu michezo migumu ambayo ilikuwa imebaki ni mchezo dhidi ya Azam FC. Hii nyingine yote ukitoa na mchezo wa dabi, hii nyingine yote ni hizi timu za kawaida ambazo zenyewe kwa sasa zinachechemea. Japo inawezekana kwamba kila mmoja sasa hivi anapambana na hali yake, lakini mpira wa miguu ni mchezo ambao unachezwa hadharani. Mpira wa miguu ni mchezo ambao ukijaribu kuangalia kikosi unaweza ukatambua kwamba huu mwenendo huu. Kwa mfano sasa hivi unaona timu zinagawa tu alama. Fountain Gate wako dhaifu, Kagera Sugar wako dhaifu, hata wakina Pamba wako dhaifu, njoo hata Tabora United sasa hivi hali yao si nzuri. Yaani ile Tabora United ambayo tunasema yani nyuki ya kumbatiwi. Sasa hivi nyuki unampangusa tu pembeni wala ana mishale ya aina yoyote. Timu mwishoni hapa timu zimeyumba kweli. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye amejipanga anaweza akapata alama. Na hizi timu nyingi zinayumba kwa sababu moja. Wengine wameona wanaweza wakabaki. Ndio maana hawana maajabu sana kama Tabora United. Lakini kama kungekuwa kuna mtu anataka ajiokoe na kutokuchuka daraja, angeonyesha juhudi. Kama kuna mtu anahitaji apate ubingwa, angepambana kuhakikisha kwamba anaweka mazingira yake vizuri. Na moja ya mtu ambaye anapambana kuhitaji ubingwa ni Yanga pamoja na Simba. Ndio maana ukikutana nao hapa ni dozi ya 2 3, ukikaa vibaya hata 4 inakufikia. Kwa hiyo kwa tafsiri halisi kwa namna ambavyo naitazama, Fountain Gate wanaweza kupambana lakini sina hakika kama watafurukuta. Sawa.